الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kipenzi chake mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani ziwe juu yake. Ndugu zangu Waislamu, kama hivyo ambavyo mlivyotangaziwa hapo mbeleni, darasa letu la leo itakuwa lenye anwani ubaya wa riya katika ibada. Na huu ni msingi muhimu kabisa ambao unatakikana kwa kila Muislamu ambaye anatarejea atakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atalipwa kutokana na mema ambaye aliyatenda. Yabidi aimarishe msingi wa ibada yake, afanye ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila ibada ambao uitendayo, ndugu yangu Muislamu, uitende hiyo ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani sote tunatenda ibada kwa lengo moja tu, na lengo lenyewe ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili tukipata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu akaturidhikia sisi kutokana na mema ambao tuliyotenda, Mwenyezi Mungu atatuingiza ndani ya pepo. Hakuna lingine ambao tunalitafuta, bali tunaabudu kwa ajili ya kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuipate pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hatuwezi kuipata pepo ila kwa njia moja tu, nayo ni kufuata amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukatazanika makatazo yale ambayo aliyokataza. Riya maana yake ni kujionyesha ya kwamba ibada ile ambao unaoitenda, sababu ibada ni swala na somo peke yake, kama walipotafsiria wanavioni, wanasema al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Ibada ni jina, kama vile swala, saumu, hija ni majina. Kwa hivyo ibada, pindi unapotamka jina la ibada, ni sawasawa umetamka jina ambao limekusanya majina. Majina ya vitu gani? Majina ya kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachokipenda na anachokiridhikia. Kwa kila anachokipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anakiridhikia, pindi kitakapotendwa hicho kitu, basi hicho kitu huitwa ibada. Ni
kama nini? Ni kama saumu, funga, ni kama sala, ni kama sadaka, ni kama kusoma Qur'ani, ni kama kuamrisha mema, ni mifano hii. Kwa hivyo kwa kila ibada ambayo utakayotenda, ndugu yangu Muislamu, hakikisha hiyo ibada umemkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Usitafute sifa kwa watu. Tafute sifa kwa watu, sifa ya aina yoyote usitafute. Iwe ni sifa kubwa ama iwe ni sifa ndogo. Usitafute uweze kusifiwa na watu katika ibada yako ambayo unaoitenda, bali ikusudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa pindi utakapoikusudia hiyo ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu huipokea ile ibada na kukuwekea sehemu na kuja kukulipa katika siku ambayo utaihitaji kulipa kwake. Ama pindi utakapokuwa umeitenda hiyo ibada bila kumkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili uweze kupata sifa kwa watu, basi hiyo ibada hiyo itageuka kuwa ni dhambi na itawekwa katika hisabu ya dhambi. Japokuwa ni ibada, lakini itageuzwa hiyo ibada hiyo na kugeuzwa ni dhambi na kuwekewa katika hifadhi yako ya makosa yako, faili yako ya makosa. Na siku ya kiyama hautolipwa kama ibada, bali utalipwa ni kama dhambi ambao umelitenda na wewe kumbe uliabudu Mwenyezi Mungu. Juu ulionyesha kama wewe unaabudu Mwenyezi Mungu, lakini ndani ya moyo ilikuwa imekusudiwa mtu mwingine. Ndugu zangu Waislamu, riya ni sampuli miongoni mwa shirki. Riya ni sampuli miongoni mwa shirki. Ila isipokuwa shirki zinatofautiana daraja. Kama vile wanavyotuelezea wanavioni, wanasema kuna shirkul akbar wa shirkul asghar. Kuna shirki kubwa na kuna shirki ndogo. Shirki kubwa ni ipi na shirki ndogo ni ipi? Shirki kubwa ni kule kusujudia masanamu, kutaka misaada kwa watu ambao hawana uwezo nao, kutaka afya kwa watu ambao hawana uwezo nao, kutaka mtoto kwa watu ambao hawana uwezo nao. Kwa kila jambo ambao utakayotaka msaada, ambao watu hao ambao unaenda kutaka msaada kwao, wawe ni binadamu ama wawe ni majini ama yawe ni mawe ama iwe ni miti, ukaenda kuwauliza kwa mambo ambayo yako kwenye uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe utakuwa umekuja na ushirikina ambao uliokuwa mkubwa. Ndio maana Waarabu waliitwa washirikina. Waliitwa washirikina kwa sababu walikuwa wao wamejiwekea miungu ya masanamu, alafu wakaamini ya kwamba yana uwezo kama vile ambavyo Mungu ana uwezo. Yana uwezo wa kuleta afya, yana uwezo wa kuleta manufaa, ina uwezo wa kuleta madhara. Basi waliamini kama hivyo, kisha wakatenda kama vile anavyostahili kupendwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa mfano katika watu wamejifanyia miungu, lakini miungu hii wanaipenda kwa mapenzi yale ambayo yangestahili kupendwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana kweli Muislamu anamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake kisha akawa na Mungu mwingine kando? Naam, yeye anajidhania kwamba yeye ni Muislamu na akawa amekuja na ibada ambayo ingestahiki kupatiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akampatia kiumbe. Kuna watu wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mashehe, kwamba mashehe walikuwa ni watakatifu, wakaanza kuwaomba mashehe waliokufa kutaka msaada kwao, na wakawa ni washirikina japokuwa wanaswali. Naam, kuna watu wakamshirikisha mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam na Mwenyezi Mungu, wakamfikisha mtume kwa cheo cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo shirki hii, ndugu zangu Islam, akbar ama shirki kubwa, yoyo huharibu matendo ambayo uliyotenda miaka 10, 20 ama miaka karne za miaka ambazo ulizoishi, inaharibu amali zake. Na kadhalika pia huharibu matendo ambayo utakayoyatenda miaka 10 ama miaka 20 ama karne zinazokuja. Ikiwa hujatubia, bado itasimama, imepangusa na itapangusa yanayokuja, na lile utakolitenda pia itapangusa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amalukum. Hakika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakufunulia habari, tunakuteremshia wahi kama vile tulivyowafunulia habari mitume ambao waliokuwa kabla yako wewe. Ni ipi habari aliyofunuliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni ipi habari waliofunuliwa mitume ambao waliotangulia? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema habari yenyewe ni hii, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka. Utakaponishirikisha, matendo yako yote yataharibika, ibada zako zote zitaharibika, na haitobaki kuharibika hizo ibada tu, wala takunanna minal khasirin, utakuwa miongoni mwa wale ambao waliohasarika. Kwa hivyo hii ni shiriki kubwa, na baadhi ya watu wanafanya na wengineo wanaepukana nayo. Lakini shirki ndogo yoyo ni tofauti na ile ambayo ilikuwa kubwa. Kazi yake yoyo haiharibu matendo yaliyotendwa huko mbeleni, na matendo yatakayotendwa hayaharibu, bali yoyo imebaki katika nafasi ile ile. Lile ambalo uliokuwa umelitenda kwa ajili ya kujionyesha, basi ile ndio linaenda habaan manthur, ni sawa na vumbi, halina faida. Kwa hivyo inakuwa amali ile imeenda sufuri, haina thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa mfano wa shirki ndogo, na ni wachache sana wenye kusalimika na shirki hizi ambao ni riya, ni wachache sana. Akatoa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mfano sawa na mdudu chungu ambaye aliyekuwa mweusi akapita
katika jiwe jeusi ama katika ubao mweusi, anaweza kuonekana kweli huyo? Hawezi kuonekana, kwa sababu njia yenyewe anayoipita ni nyeusi na yeye mwenyewe ni mweusi. Kwa hivyo ni vigumu sana kumwona. Na hii ni tahadhari bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitoa, ya kwamba shirki hii inapitia watu wengi sana, ambao ni watu maarufu, labda ni mashekhe, ni maustadhi, ni watu ambao masha Allah hawasalimiki nao, si wale ambao waliokuwa hawakusoma tu, bali pamoja na wale ambao waliokuwa wamesoma wamo ndani. Ni hatari kabisa kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, akhwafu ma akhafu alaikum shirkul asghar, jambo ambalo linaonihofisha mimi juu yenu zaidi shirki ndogo. Alipoulizwa akasema ni riya. Kwa hivyo ibada zetu ambazo tutakazozitenda, tumpekeshee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye peke yake. Usije ukatenda ibada ya aina yoyote ikaingia ndani ya moyo wako ili watu wakuone. Kuna baadhi ya watu ni watu wabaya kweli kweli, ni watu waovu, lakini wakati watakapojitokeza mbele ya watu hakuna wema kama wao. Ni wachaji Mungu, mavazi yao masha Allah, ni watu wachaji Mungu, lakini watakapokuwa kando, basi hutenda maovu mengine ambayo makubwa kabisa. Kwa hivyo hii ni alama moja ya kwamba huyu mtu ibada anayoipenda haitendi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu lauti angelikuwa anaipenda hii ibada kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati yeye yuko peke yake na wakati yuko ndani ya watu. Hasa wakati anapokuwa yeye peke yake, tabia yake ni tofauti, si tabia ya uchaji Mungu. Atapoingia ndani ya watu, yeye ni mchaji Mungu. Kwa hivyo huyu anamwabudu Mungu kweli? Hamwabudu Mungu, bali anaonyesha watu kama anamwabudu Mungu. Kwa sababu ibada inatakikana nini? Umche Mwenyezi Mungu wakati wewe uko peke yako na wakati uko ndani ya watu. Ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ittaqullaha haithu ma kunt, popote utakapokuwepo mche Mwenyezi Mungu. Ukiwa uko ndani ya watu mche Mungu, ukiwa uko peke yako mche Mungu, ukiwa na watu wadogo mche Mungu, ukiwa kwenye grupu kubwa mche Mungu. Haithu ma kunt, popote ambapo utakapokuwepo. Na watu hawa utawaona tabia zao, hujifanya wao ni wachaji Mungu sana pindi watakapokuwepo ndani ya watu. Nani anakuambia tusimamishe hizo habari tunazo, hata kama watu wako kwenye mashughuli ya kidunia, akaona kwamba swala inaswaliwa saa 7 na nusu, anaona saa 7 na nusu kumepita dakika 5, jamani swala twendeni tukasali. Kullu shay ba'da as-salah. Kuna lugha kama hiyo watu wanaitumia Kiarabu, kila kitu baada ya swala. Na huyu pindi anapokuwa ndani ya watu tu ndio hutamka matamshi kama haya, lakini akiwa yuko nyumbani kwake, yuko peke yake, uiswali swala wakati ambapo atakapopata nafasi. Uiswali wakati ambapo anapopata nafasi, kwa sababu hana imani kamili na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuamini kile ambacho kilichokuwa kwenye mikono ya binadamu kuliko kilichokuwa kwa mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu binadamu wakati alipomwahidi akaajiriwa kazi,
akaacha usingizi wake saa 8 za usiku, akaamka usiku wa manane. Aliamka labda hata hana gari ya kuendea kazini, kaenda anasubiri basi, ama anasubiri msaada mtu mwingine amsaidie, na yule anamwambia mimi siwezi kuja kugonga mlango wako, unisubiri nje. Atasimama hapo, anapigwa na baridi. Ameacha usingizi, akamwacha mke, kama ni mke amemwacha mume, akaenda akasimama hapo. Na pindi labda akienda kazini atafanya kazi masaa 8 ama masaa 10 na asipatiwe chochote wakati ule. Labda baada ya wiki zinazokuja ama baada ya mwezi ndio ajalipwe. Lakini ana imani thabiti ya kwamba nguvu zake hazijapotea, atalipo. Na alipomaliza hiyo kazi kuja kupatiwa malipo tena, asipewe pesa mkononi tena, akapatiwa karatasi iliyokuwa na nambari za pesa, na akaamini kweli ya kwamba hii karatasi iliyokuwa na namba hizi nitaenda kupata. Lakini alichomwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alishindwa kuacha usingizi wake, amke afanye ibada yake wakati iko peke yake. Akashindwa kuacha dunia yake kwa ajili ya ibada. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kulipa madeni, binadamu yeye yake anatimiziwa. Ni uchaji Mungu gani huo kama si kujionyesha katika ibada? Hii ni hali ya watu wale ambao wanaofanya ibada kwa ajili ya kujionyesha. Kuna sampuli nyingi tofauti. Kuna yule ambaye anaotoa sadaka pindi kunapotangazwa michango, basi anataka ajue kwa kila mtu kile alichokitoa, kwa sababu lengo lake yeye hatoi ili apate thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Yeye anataka aweze kusifiwa na watu waweze kumsifu kwamba fulani hakuna msaada wowote utakayetakikana ila isipokuwa yeye namba 1. Sisemi hivi ndugu zangu pindi kutakapotangazwa michango inayotakikana tusitoe michango, la, bali tu nia yako badilisha. Nia ibadilishe tu kutoka pale ulipokuepo. Kama ulikuwa unatoa kwa sababu upate sifa kwa watu, ibadilishe nia, toa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilipatikana wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wametoa sadaka hadharani, bado wametangaza, wakitangaza watatoa ama kile walichokitoa pia walikileta hadharani, lakini kwenye moyo wao hakukuweko jambo ambao la kujionyesha kwa watu. Ilikuwa mkusudio wao kwa Mwenyezi Mungu. Wamejionyesha ili watu wengine waweze kuwaigizia, hawakujionyesha ili waweze kupata sifa kwa watu. Hiyo ndio tofauti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anapotaka kukulipa jambo ambao wewe umelitenda, liwe ni kheri ama ni shari, akuangalia sura yako, anaangalia moyo, kwa sababu moyo ndiyo kiongozi wa mambo yote ambao unayotenda. Na kujulikana hilo jambo kama umelitenda ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ama umelitenda kwa sababu nyingine, moyo ndio utakayeangaliwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mwenyezi Mungu akitaka kumlipa mja, amwangalie ni nani mwenye sura nzuri, eti huyu ndiyo bora kwa Mwenyezi Mungu. Ni nani mwenye sura mbaya, huyu ndiyo mbaya kwa Mwenyezi Mungu asiyotakikana. La, Mwenyezi Mungu huangalia nyoyo zenu na matendo yenu. Kwa hivyo
hapo ndio sehemu ambapo Mwenyezi Mungu anapofanyia mtihani kuangalia kwamba huyu ibada yake ni mzuri na huyu ibada yake ni mbaya. Naangalia kwa sababu yeye ni Mungu. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Hakuna chochote Mungu kinachofisika kinachoweza kujificha kwake yeye. Iwe ndani ya samai ama kiwe ndani ya ardhi. Innahu alimun bidhati sudur. Yeye ni mjuzi zaidi kwa vile vilivyofichika ndani ya moyo ama nyoyo. Mwenyezi Mungu kwake hakufichiki chochote. Utakificha ndani ya moyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwake hakifichiki. Kwa hivyo moyo yetu tuibadilishe kutoka pale ambapo tulipo na tuipeleke sehemu nzuri ama kusudio liwe nzuri. Ibada ya aina yoyote unayoitenda ndugu yangu Muislamu, ikiwa unatarejea ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipe kutokana na matendo unayoyatenda, basi tenda ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yoyote ambaye anahakikisha kweli kuwa Mwenyezi Mungu ataenda kukutana naye na atalipwa mema aliyoyatenda na mabaya aliyoyatenda atalipwa, basi yoyote ana uhakika huo, aachane na mabaya aachane nayo, aache kutenda ibada kwa ajili ya kujionyesha. Amalan saliha, tenda matendo ambayo yaliyo mazuri, matendo yaliyotakasika na kujionyesha ndani yake. Wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala usimshirikishe, usimhusishe katika ibada ambayo unomkaribia Mola wako. Usimhusishe mtu yoyote. Usitake sifa kwa binadamu. Ikiwa kweli unatarejea ibada ambayo unazozitenda, una uhakika kweli ya kwamba wewe utakufa na utafufuliwa na utakutana na Mola wako na utalipwa na kile ulichokitenda, hakikisha ibada ya aina yoyote iwe na jina la aina yoyote, wakati unapolitenda litende kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, hamkuamrishwa ila isipokuwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Mumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, msimshirikishe Mwenyezi Mungu katika ibada yake na mtu yoyote, awe ni binadamu, awe ni malaika, awe ni mtume, awe ni nani. Usishirikishe katika, usimhusishe ibada ya Mwenyezi Mungu wakati unapomwabudu. Usihusishe mtu yoyote katika ibada hiyo. Usijionyeshe katika ibada zako unazozitenda. Usijionyeshe kwa fulani, awe na jina lolote, awe na sifa yoyote, usijionyeshe. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, hamjaamrishwa ila isipokuwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio pale mwanzoni tulisema ya kwamba riya ni shirki, na si mimi aliyosema, bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyosema. Na shirki nayo ni kumuhusisha ibada ya Mwenyezi Mungu kiumbe hicho unachotaka sifa kwake. Ukujua wewe ni nani na unajua nini.
na wewe ni nani, na unaweza ukafanya nini, na unaweza ukatoa nini. Nadhani mnanifahamu vizuri ndugu zangu Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wama umiru illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa ila ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, mukhlisina lahu din, mpekeshea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini yake, ibada. Dini ni ibada. Dini ni ibada. Mtu mwenye ibada ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamcha Mwenyezi Mungu, tunasema huyu ana dini, ya maana ya kwamba amekuja na vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwamrisha. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa mfano, anasema kwamba mukhlisina lahu din hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakat wa dhalika dinul qayyima, ya kwamba wampekeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wampekeshe ibada zake wakiwa makosa wanaachana nayo. Makosa aina yote, makosa ndani ya ibada, makosa yenye sampuli yoyote uachane nayo, na umtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuisimamisha ibada ya swala na kutoa zaka, na kutenda hivyo ndiyo dini ambayo iliyokuwa ya sawa. Kwa hivyo ikiwa ya kwamba utajionyesha katika ibada yako, basi dini yako haijakuwa ni sawa, ibada yako haijakuwa iko sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alielezea wanafiki katika suratul Nisa. Alielezea sifa zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja sifa za wanafiki. Wanafiki ni mtu gani? Wanafiki ni mtu ambaye nje ni Muislamu, ndani ya moyo wake hana Uislamu, yuko mbali na Uislamu na ni adui wa Waislamu. Lakini mnafiki huyo yeye kwa kila jema linalotendwa yuko ndani. Watu wanaswali, hata msikitini anaingia, anaswali, kwenye sadaka yuko, na kwenye ibada zingine yuko. Bali wakati ambapo wanaposimama katika swala, yurauna na wao wanaonyesha watu kama wao ni Waislamu, wao ni wasalihina, lakini lengo lao sio hilo. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, hawamtaji Mwenyezi Mungu ila isipokuwa wachache. Katika suratul Maun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea tena wanafiki ambao sifa zao zilizokuwa mbaya, na wao wanafiki kama hawa watakuwa na maangamivu na adhabu ambayo yenye mbaya kabisa siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaelezea katika swala za wanafiki katika suratul Maun, anasema fawailul lilmusallin, maangamivu yatawafikia wale watu ambao wenye kuswali. Ni watu aina gani? Mwenye kuswali huangamia. Maangamivu haya yametoka wapi? Ibada ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anairidhikia. Ibada inapeleka mtu kwenye radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa nini swala kama hii ikaleta maangamivu kwa yule mwenye kuswali? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu, anasema alladhina hum an salatihim sahun. Swala yenye maangamivu siku kila swala, bali ni wale ambao wanaozipuuzia swala zao, wanaziswali wakati ambapo wao
wakipata nafasi, wakikosa nafasi wao hawako, ama wao hufanya ibada ili swala zao ni za kujionyesha watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatafsiri tena alladhina hum yuraun, wao hujionyesha katika swala zao, bali hawakuiswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza tena katika suratul Baqara na akawatahadharisha Waislamu kwa ujumla wasisifike na sifa kama hizi, kwani hazina faida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun faasabahu wabilun fatarakahu salda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, baada kuwaita Waislamu ama waumini kwa sifa ya imani, enyi mlioamini. Wanavyoni wanasema utakaposikia tangazo hili, basi tegesha sikio lako, amri unataka kupatiwa ama ni makatazo unataka kukatazwa. Enyi mlioamini, msiharibu sadaka zenu kwa masimulizi na usumbufu. Inamaanisha kuna baadhi ya watu ni watoaji wa sadaka, anamsaidia mtu masha Allah, lakini atakapomwona yule aliyomsaidia ameinuka juu, amepata maendeleo, na watu wanaanza kuzungumzia maendeleo ya yule mtu ambaye yeye aliyowahi kumsaidia miaka iliyopita, sasa yeye atajulikana namna gani kama yeye aliwahi kumsaidia yule mtu? Ni lazima aweze kumshusha mwenzake cheo, ajipandishe yeye. Yule fulani mnamwona, huyo fulani mnamhadithia, mimi ndio niliyomsaidia huyo bwana, akija hapa hata shilingi alikuwa ako nayo, nilimshika mkono nikampeleka huku, nikafanya hivi, nikamsaidia hivi, nikamsaidia vile. Leo amefikia hicho mnachomona. Ingelikuwa si mimi, huyo bwana angesumbuka kweli kweli. Ndugu yangu Muislamu, dada yangu, kaka yangu, mama yangu, ulitenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ulimsaidia ni Muislamu mwenzako ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakulipe, au ulimsaidia ili uje umsimulize mwenzako? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikataza sadaka kama hii. Afadhali usiitoe ikiwa kwamba unajijua hali yako ama tabia yako ni kama hii, basi usiitoe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ni sadaka ya mfano kama huu ambayo iliyokuwa imefatishwa ndani yake masimulizi na usumbufu, ni kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Mfano huu ni mfano kama ule ambaye aliyotoa sadaka zake ama aliyotoa mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, bali ajionyeshe kwa watu yeye ni mtoaji. Basi sadaka kama hii haina faida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutupa habari hasara ambaye inawafikia waumini kama hawa pindi watakapotenda matendo kama haya, kwa sababu wanaozungumzwa hapa na kusudio ni watu wale waumini wale. Hakuzungumzi na wale ambao sio Waislamu, wanazungumzwa na Waislamu. Anasema mfano wa sadaka kama hii, mfano wa ibada kama hii,
ni kama jiwe ambalo liliokuwa juu yake liko na mchanga, kisha kukanyesha mvua ikaondosha mchanga ambao uliokuwa uko juu ya jiwe. Jiwe likabakia kama vile ambavyo lilivyokuwepo, kwa sababu mchanga juu ya jiwe hauna nguvu. Ni kitu kimekaa, hauwezi ukafanya nguvu. Mchanga ni lazima uwe juu ya mchanga upate nguvu vizuri, lakini mchanga ukiwa juu ya jiwe, maji yakija ni lazima mchanga uondoke. Huu ni mfano wa ule ambaye aliofanya ibada kwa ajili ya kujionyesha. Siku ya Kiyama yeye anaotarejea akapate malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yanakuwa mema yake yanaondoka kama vile mchanga ule ulivyoondoka juu ya jiwe, kwa sababu ulikuwa hauna nguvu ya kuweza kushika kwenye jiwe na kuweza kuziwia maji. Kwa hivyo ibada kama hii ni ibada ambayo haina faida. Ni mfano wa mtu ambaye aliotoa sadaka na sadaka yake ikawa haina manufaa kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Tabarani ambayo imepokewa na Ibn Umar anasema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubba sa'iman hadahu min siyamihi al-ju' wal-'atash, huenda mfungaji aliyofunga saumu ikawa katika saumu yake ile ikawa ni kiu na njaa peke yake, asifaidike nao chochote, akawa ya kwamba amefunga ni kiu na njaa. Wa rubba qa'imin hadahu min qiyamihi asar, na huenda ikawa yule maabudu Mwenyezi Mungu aliyosimama kipindi cha usiku, ikawa ibada yake ile ya usiku ikawa ni kukesha tu bila kuwa na manufaa nayo. Na hapa ni mfano wa mtu ambaye aliyofunga. Mashaallah, kuna watu wengine wana ibada ambazo za somo sunna kwa wingi kabisa, Jumatatu, Alhamisi na siku matatu ya mwezi, mashaallah, sunna nyingi za saumu. Lakini wengine wanafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili ziende thawabu zile katika mizani ya hasanati zao, na wengine wanafunga ili wapate sifa, waweze kuambiwa yule bwana mashaallah ni mchaji Mungu yule bwana, sunna hata moja impiti yule. Ikiwa ndugu yangu hali yako itakuwa ni hii, saumu yako itakuwa haina faida. Kadhalika hata kama ni vazi ulilolivaa, vazi la aina yote, iwe ni kamis, kanzu umelivaa, ama iwe ni hijabu ambao uliovaa umejisitiri nayo, ikiwa ni vazi la aina yote umelivaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kisha wewe vazi hilo juu linaonyesha kwamba mavazi haya ni mavazi ya uchaji Mungu, wewe ukayatumia ili watu wakusifu ya kwamba waambie mashaallah fulani ni shekhe bwana, fulani ni sheikhat, lengo lako kama litakuwa ni hiyo, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, vazi lako hilo halitokusaidia chochote. Kwa hivyo tahadhari, ibada yoyote ambayo unaotarejea na kuingize ndani ya janna, basi ifanye kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sikwambii tupa kanzu, tupa kofia, tupa hijabu, la, bali nakwambia badilisha nia yako iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani Mwenyezi Mungu humlipa mtu kutokana na kile kilichokuwa ndani ya nini, ndani ya moyo wake. Ndio baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika thawabu ambazo mtu hulipwa kutokana na nia tu iliyokuwa iko mzuri, hulipwa. Alituambia Bwana Mtume sallam, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatun kamila.
ni nia mzuri. Mtu ametia nia mzuri, alihamia kufanya jambo zuri. Mfano wake ni kama mfano niko na $20 kwenye mfuko. Nimeingia msikitini na kuta sanduku za sadaka. Nimetoa mfukoni nataka kutumbukiza kwenye sanduku la mchango, nikakumbuka gari yangu haina mafuta. Na cheki yangu nitapokea baada ya siku 5. Kwa hivyo nitakuwa sina mafuta ya kuendea kazini. Nikachukua ile pesa zile nikazirudisha kwenye mfuko. Si dhambi kufanya hivyo. Lakini umepata thawabu kwa Mwenyezi Mungu kwa kutia ile nia tu. Ile nia ambayo ulioitia, ambao ukataka kufanya jambo la kheri, ukapata thawabu. Ndio maana tulisema Mwenyezi Mungu huangalia nia. Haangalii kile juu unachokifanya nini, unachokipenda. Ni kadhalika mfano mwingine, umeshika kitabu cha Qur'an, umeswali sala zako, mashaallah, swala ya dhuhuri ama swala ya asiri, ukasema ngoja mimi nishike kitabu nisome baadhi ya sura 2-3. Umeenda kuchukua kitabu ukakishika mkononi. Unataka kufungua kitabu, mlango unagongwa. Jirani amekuja ama ni ndugu yako Muislamu amekuja kukutembelea. Utakuwa na wakati wa kusoma tena? Hauna wakati wa kusoma kwa sababu umeshapata wageni. Ukachukua kitabu, ukakikunja na ukakiweka sehemu na kifunika. Umekuwa na thawabu tayari. Thawabu kamili umeshapata kwa sababu nia yako. Kwa hivyo tubadilishe nia zetu, tufanye ibada zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insha Allah naona kama wakati unayoyoma, tamalizia katika hadithi hii ya mwisho insha Allah. Kama kutakuwa kuna maswali insha Allah katika darasa kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia, insha Allah tutaweza kujibu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo iliyokuwa katika Muslim na Nisa'i, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, awwalun nas yuqda yawm al-qiyama, watu wa kwanza ambao watakayolipwa kutokana na matendo yao siku ya kiyama, rajulun, ni mtu istushhida, ambaye ameenda kufa katika jihad, ameenda kufa akiwa anatetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu bwana faata bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafaha, huyu bwana kwa kujulisha neema zake na atazijua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tamuuliza, hizi neema fama amilta fiha, umezifanyia nini neema ambayo nilikupatia? Huyu bwana ameenda amepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka amekufa yeye ni shahidi, na shahidi ni mtu motoni, lakini atakuwa na maswali. Huyu bwana anajibu, qataltu fika hatta stushhid, mimi nimepigana kwa ajili yako Mwenyezi Mungu mpaka mimi nimekufa, mimi nikiwa ni shahidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, kadhabta, umesema urongo, umedanganya. Walakinaka qatalta, wewe umepigana li an yuqalu fulanun jari, umepigana ili watu wakusifu, wakuambie fulani ni shujaa. Wewe lengo lako haikuwa kwamba ukapigane ili utetee dini ya Mwenyezi Mungu, bali ulienda kupigana ili uweze kusifiwa, uambie fulani ni shujaa, faqad qila, na watu wameshasema hivyo. Si ulikuwa unataka kusifiwa, umeshasifiwa.
thumma umira bihi fahusiba ala wajhi ala an-nar hatta ulqiya fi an-nar, atavutwa huyu bwana uso ya kwamba uso ukiburuzwa chini upelekwa wapi? Motoni. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, ni mtu amejifundisha elimu na akaifundisha. Wa qaraa al-Qur'an, na alisoma Qur'ani. Ataletwa huyu na atajulisha katika neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizompatia. Aulizwa, wewe katika khairi ambazo nilizokupatia, katika neema ambazo nilizokupatia, umefanya khairi aina gani? Yule bwana atajibu, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu, nimejifundisha ilmu na niliwafundisha watu. Wa qara'tu al-Qur'an, na nimesoma Qur'ani kwa ajili yako Mwenyezi Mungu. Ataambiwa, kadhabta, umedanganya, bali lakinnaka ta'allamta li an yuqalu alimun, wewe umesoma Qur'ani, umejifundisha elimu ili watu wakusifie, waambiwe msomi fulani. Na ulisoma Qur'ani ili watu wakusifie, wewe msomaji wa Qur'ani, na watu wamekusifia. Kwa hivyo linaofuata ni nini? Mshikeni huyu bwana, mvuteni uso mkamtupe ndani ya moto. Ni watu, ni kheri hizi walizozifanya. Kisha kuletwa bwana ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliompatia sampuli za mali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuuliza, katika mali niliyokupatia ni jambo gani la kheri ambao umelitenda? Yule bwana anasema, hakuna njia hata moja Mwenyezi Mungu unaopenda uweze kutolewa hiyo mali ila isipokuwa mimi nimetoa. Kwa hivyo nilitoa mali kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia, umedanganya, lakini wewe umetoa li an yuqalu jawadun, ili uweze kuambiwa ni mtoaji. Qila, na watu wameshakusifia kama hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni hasara watu kama hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, watadhihirikiwa siku ya kiyama mambo ambayo waliokuwa hawakuyatarajia. Ulamau wanaitafsiri hii hadithi kwa sababu aya, mnafik ama mtu yoyote ambaye alikuwa anatenda ibada ambayo haina ikhlasi ndani yake, alikuwa anatarajia watu waweze kumsifu, na kwa Mwenyezi Mungu akapate nini? Akapate thawabu, akapate mema. Kwa hivyo ikaja ikamdhihirikia ya kwamba hana chochote. Kheri zote alizozitenda hakuna alichokipata. Mtu aliyopigana jihadi akapelekwa motoni. Ni msomi, ni shekhe, na Qur'ani yake kapelekwa motoni. Ni tajiri na mali zake alizitoa sadaka, kapelekwa motoni. Kwani mtu mwenye mema hupelekwa motoni? Hapelekwe motoni. Muovu ndio mwenye hupelekwa motoni. Ulama wanasema maana ya hii aya, wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, wanasema ya kwamba watadhihirikiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ambayo waliokuwa wao hawayatarejei, ya kwamba madhambi yao, mema yao yatabadilishwa kufanywa ni madhambi. Na huu ni uhakika. Ni uhakika. Kwa sababu aliyopigana jihadi alitenda mema, lakini mema yaligeuzwa yakafanywa maovu motoni.
Ni shekhe amesoma na Qur'ani yake masha Allah, akachukuliwa akapelekwa motoni kutokana na pamoja na elimu yake. Inamaanisha imegeuzwa madhambi. Ni mwenye sadaka, alitoa sadaka kwa kila njia, lakini sadaka yake baada ya thawabu ikageuzwa ni madhambi, akachukuliwa akatupwa motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipe kwa kila ambalo tulilotenda. Amin. Na atufute nyoyo zetu kutokana na ibada ambazo tunazozitenda kujionyesha kwa ajili ya watu. Amin. Yeye kwani ni mweza kwa hayo. Insha Allah nitaishia kwa hapo kwa siku hii ya leo, mpaka mara nyingine tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda tukutana kwa mara nyingine kwa mada nyingine inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, shukran, na toa shukrani za dhati kwa kweli kwa darasa hili lizuri sana ambalo kwamba lilikuwa kizungumzia kuhusikana na ubaya wa kujionesha katika mambo ya ibada. Naam, ndugu zangu Waislamu, kama tunavyofahamu ni kwamba kawaida sisi wanadamu au viumbe wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeumbwa au tuna udhaifu wa kupenda kufanya jambo ili tuje kusifiwa baadaye. Kwa hiyo kila mara insha Allah tujitahidi kama Sheikh alivyotufahamisha, tunapokusudia kufanya ibada tuifanye kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzawadie ikhlasi kwenye ibada zetu. Baada ya hayo ni kwamba ndugu zangu Waislamu, kama kawaida yetu, ikiwa una swali lolote kuhusikana na yale ambayo Sheikh kazungumzia jioni hii, unaweza kutumia message fupi kwenye namba 202-262-5134 ili tufungue line yako na upate kuuliza swali lako kwa Sheikh, au unaweza kutuma ujumbe wako au swali lako kwenye text, kisha baadaye tukalisoma tukamsomea Sheikh ili apate kulijibu. Naam Sheikh wangu, ni kwamba kuna maswali mawili ambayo yamejitokeza. Swali la kwanza, ndugu yetu anasema Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru sana Sheikh kwa waadhi wako huu mzuri. Ndugu yetu anauliza, je, kuna nafasi yoyote ambayo naweza au kuna chance yoyote ambayo naweza kupata ni baraka zake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutokana na ibada na kutokana na jambo la riya? Maana yake nimekusudia kufanya ibada kisha baadaye nikajiwa na vishawishi ya shaitani nikawa nalifanya jambo hilo au ibada hiyo kwa kujionyesha kwa watu. Baada ya kumaliza ibada hiyo baada ya kumaliza ibada hiyo nikafikiria nikamwomba Mwenyezi Mungu msamaha ili anisamehe kutokana na jambo hilo ambalo nilifanya. Je, Mwenyezi Mungu hapa kuna ni hukumu gani kwangu? Ibada inakuwa imekubaliwa au vipi? Naam. Ibada yoyote itakayotendwa kwa ajili ya kujionyesha, ibada hiyo haina malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana aghna shurakai 'ani shirki faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa alladhi ashraka. Anasema
bwana mtume Muhammad Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithul Qudsi ya kwamba mimi nimetosheka na ibada ya shirki, yani ibada yote ya kujionyesha mimi nimetosheka nayo. Yoyote atakayetenda ibada kisha akanishirikisha mimi katika hiyo ibada na kiumbe chochote, basi ibada hiyo mimi niko mbali nayo, na hiyo ibada itakuwa pamoja na yule ambaye aliyomuonyesha. Kwa hivyo tutasema fursa ambayo iliyokuwa iko ni kutubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kutubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa rahma zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kukulipa kutokana na tauba yako ambayo utakayokuwa umekuja nayo. Lakini ibada ambayo iliyokuwa imeingia ndani yake kujionyesha haina malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atulinde na ibada na sampuli kama hizo. Kusema kweli ni mambo ambayo yanatokezea kwa kila binadamu, ama wengi katika binadamu, waliokuwa wasomi, wasiokuwa wasomi, waliokuwa ni mashehe, waliokuwa si mashehe, ubinadamu. Ndio maana bwana mtume Muhammad SAW alituambia kwamba ni jambo ambalo linanihofisha sana katika umati wangu kwamba kuweza kuingia katika nafsi zao. Kwa hivyo ndugu yangu, nitasema ya kwamba ibada kama hiyo haina malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipe katika mema ambayo utakayoyatenda inshallah, ama akulipe kutokana na tauba yako. Allahu a'lam bisawab. Naam, barakallahu fik. Ama swali lake la pili, anasema kwamba mimi nimekwenda msikitini, nikaona kisha nilikuwa na dala 50. Nikachukua dala 25 nikaziweka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na zingine 25 zimekubaki nikazitoa kwa kujionyesha. Vipi hukumu yangu mbele ya Mwenyezi Mungu katika ibada hizi mbili ambazo nimezifanya? Naam, ibada ambayo uliokuwa umeitenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu haikupotea. 25 ulioitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imebaki nafasi yake, umempatia Mwenyezi Mungu. 25 ambayo uliokuwa umeitoa iliyobakia itaenda kwa wale ambao uliokuwa umewaonyesha. Mwenyezi Mungu atakuwa yuko mbali nayo, ama hana malipo nayo ibada kama hiyo. Wallahu a'lam bisawab. Naam, shukran. Bila shaka muulizaji amefahamu majibu yako, na ikiwa kama kuna lolote la kuzidisha inshallah anaweza kutufahamisha. Naam, ama swali lingine ni kufuata ndugu yetu anasema kwamba ni ipi hukumu ya swaumu ya mtu. Anasema mimi nilikuwa mwenye kufunga, kisha nikawa na complain, manake na mshtakia au nazungumza tu na jamaa ambaye alikuwa yuko naye. Mimi kwa kweli nahisi kiwi kabisa cha maji. Kisha ndugu yangu akaniambia kwamba naweza anauliza kwamba kama naweza akanipa maji ya kunywa. Mimi nikamwambia hapana, siwezi kunywa maji. Kwa nini? Mimi nikamwambia kwamba siwezi kukwambia. Ndugu yangu akaniambia, je, umefunga? Basi akamwambia hapa, akamwambia wewe ulijuaje kama mimi nafunga? Kisha ndugu yake akamwambia kwamba hii umefanya riaa kwa sababu wewe ndio maswali haya ya kuwa na kiwi cha maji wewe ndio umealeta. Kwa hiyo hii ni riaa. Anauliza sasa swali lake, je, saumu yake hapa inasihi au ni riaa kweli kama alivyosema ndugu yake huyu? Naam,
Riya, ndugu yangu Muislamu, hakuna mtu anaweza akajua riya ila isipokuwa ni wewe mwenyewe tu. Mtu mwingine hawezi kujua. Kwani watu huingia misikitini na wakaonekana na watu, lakini lengo lao halikuwa kwamba waende waonekane na watu. Watu wametoa sadaka mbele ya watu pindi kulipotangazwa michango, lakini lengo lao halikuwa kwamba ni kuonyesha kwa watu. Kwa hivyo kile kinachoangaliwa ni nia yako. Ikiwa wewe huyu bwana ulipomwambia bwana saumu ya leo ni kali, haikumaanisha kwamba ikiwa nia yako ya kwamba ilikuwa unaikusudia ya kwamba fulani akujue kwamba wewe ni mfungaji, hapo itaenda katika hukumu ya riya kutokana na nia yako wewe mwenyewe. Wewe ndio unaweza kujua kwamba ni riya ama si riya kwa njia moja. Wakati ulipokuwa unamwelezea mwenzako, ulikuwa unamwelezea kwa sababu yeye aweze kukusifu, ama ilikuwa ni bimujarrad kalam, kwa sababu kuna mazungumzo watu huyazungumza, lakini haikuwa ya kwamba lengo lao ni kama kujionyesha. Ni kama mfano labda kusema wallahi hija safari hii wallahi nilishuhudia mambo mabaya kabisa, lakini ulimwelezea kwamba hija safari hii ulienda kushuhudia mambo ambayo ya hatari kabisa, ama Mwenyezi Mungu alienda kuniepusha katika shida zile. Katika lengo lako ilikuwa ni nia yako ni kumhadithia ndugu yako kutokana na shida ambazo zilizotokezea kule, bali haikuwa nia yako ya kwamba uweze kumsifia mwenzako kwamba wewe umeenda kuhiji. Lakini ikiwa lengo lako ndani ya nia kwamba ilikuweko ya kwamba uweze iwe kwamba ujisifie kwake na ujitukuze kwake ili aweze kukusifu wewe, itakuwa hiyo ibada itakuwa ni ibada ya riya. Kwa hivyo mwongozo wa ibada ama control ya ibada ya riya hakuna anaweza kuijua ila isipokuwa ni Mungu ambaye aliyekuumba yeye, ambaye anaojua kilichokuwa ndani ya moyo, na wewe mwenyewe ambao uliotamka matamshi kama yale. Kwa hivyo kuna kitu kinachoitwa riya na kuna mambo ya mazungumzo tu. Tulizungumza mfano tukasema kuna mtu amevaa mavazi ambao mashaallah mtu amevaa hijab, jilbab, amevaa hijab na amejistiri, lakini na watu wanatembea njiani wanamuona. Mwingine kavaa kanzu na kofia mashaallah na wengine wanamuona njiani, lakini haikuwa lengo lake watu wamuone, bali alichukua ni amri Mwenyezi Mungu alimpatia na watu wanamuona, na mwingine kavaa ili aweze kusifiwa. Wakawa ni ibada ambayo inaofanyika kwenye msikiti mmoja, kwenye imamu mmoja, na kwa kila mmoja hulipwa thawabu tofauti. Mwingine anatoka na sufuri hapo. Kwa hivyo nitasema ya kwamba hukumu ya riya siwezi nikakuhukumia mimi nikakwambia hiyo ni riya. Nitaihukumu ni riya pindi utakaponiambia lengo langu lilikuwa ni hili. Lengo langu nilipokuwa namwambia ndugu yangu ule kwamba mimi nimeshikwa na kiu. Nimeshikwa na kiu bimaana saumu iko kali. Lengo lako lilikuwa hiyo, na haikuwa ni lengo lako kwamba kuweza kumuonyesha kwamba wewe ni mfungaji. Kama ilikuwa nia yako kwamba umuonyeshe kwamba wewe ni mfungaji, itakuwa imeingia riya. Lakini kama ni hadithi kwa kuonyesha jua ni kali na saumu imekuwa ni kali mpaka kiu kimekuwa ni kikubwa zaidi, ilikuwa ni hadithi, wala nia yako haikuwa kwamba ili uweze kujisifia, basi itabaki kuwa ni hadithi, wala haitobaki kuwa ni riya. Wallahu a'lam bisawab. Naam. Shukran Sheikh kwa kujibu swali hilo. Na maswali mawili ya mwisho, ndugu yetu anasema nimekusudia na nikatenda jambo la kheri kwa ikhlas ambayo ndio kinyume cha riya.
kisha nikasifiwa na watu, ujira wangu utapunguka? Naam, ujira wako hautopunguka watu kwa kukusifia. Ujira wako hautopunguka ikiwa kwamba nia yako ni njema, kwani walisifiwa wakina Umar na Abu Bakar wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ametangaza sadaka. Umar alitoa nusu ya mali yake na Abu Bakar alitoa mali yake yote kumpatia Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wanafiki walisimama wakasema kwamba huyu ametoa kwa ajili ya afanye nini aweze kusifiwa na watu, ametoa kwa ajili ya afanye nini aweze kusifiwa na watu. Lakini na lengo la Umar na Abu Bakar, kama vile sisi mbele yetu waliokuwa Waislamu tunajua Abu Bakar na Umar si watu ambao katika moyo wao ilikuwa iko hivyo, lakini wanavioni walizungumza kuna sadaka ya aina mbili. Kuna sadaka ambao unaitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, unaitoa kwa ajili ya ikhlas, lakini lengo na maana ya kwamba na ukaitoa mbele ya watu. Sheikh akatangaza akasema leo kunatakikana sadaka, ni nani yako tayari kuwa nambari ya kwanza? Ukanyoosha mikono yako juu, utatoa kiasi gani? Mimi nitatoa $500. Na isikuwe ni riaa. Kumbe lengo lako ulitoa Waislamu wakusikie ili uwahimize Waislamu wazidi kutoa zaidi. Ndivyo walivyotafsiri katika habari ya Abu Bakar na Umar, na wakasema sadaka kama hii ni sadaka ambayo ilikuwa inaofaa kwa kuhimiza. Ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man dalla ala khairin kafa'ilihi, yoyote atakayeonyesha watu katika jambo la khairi ni kama kwamba yeye amefanya nini, ameifanya. Kwa hivyo lengo na maana kwamba umetoa lakini haukukusudia uweze kusifiwa. Watu walikusifia na wewe ikabaki na ikhlasi yako, sababu zako zitakuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Naam, ndugu yetu amesema shukran, nashukuru kwa jibu lako hilo. Ama swali lake la mwisho kidogo liko nje ya mada, lakini ameniomba nikuulize kwa pendelea ulijibu. Ndugu yetu anasema ni hukumu gani, anasema kuhusu kutenda dhambi kwa makusudi au nia ya kutubia baadaye. Maana wewe unajua ni dhambi unalitenda, kisha baada ya kufanya jambo hilo la dhambi ukatubia baadaye. Ana hukumu gani mtu kama huu? Mtu kama huyo tutasema kwanza akona agreement kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiasi anachotenda hiyo dhambi kwamba yeye atabaki kuwa hai. Kama yeye akonayo agreement kama hiyo, basi tutasema na fursa kama hiyo Mwenyezi Mungu akimpatia ni fursa ghali, ni fursa ambayo yenye thamani kutenda dhambi kwa nia ya kutubia, kisha ukaja ukaipata nafasi ya kwamba ya kutubia. Tutasema ni tauba ambao ukija na tauba ambao iliyotimia shuruti zake, tauba itakuwa ni makbul, tauba itakubaliwa. Lakini fursa hiyo utakapoipata, kwani wengi walizikosa fursa kama hizo. Kwa hivyo ni tahadhari kubwa kabisa ndugu zangu Waislamu kwa kutenda dhambi kwa nia ya kutubia. Na madhambi yameachana. Kuna dhambi ambayo pindi utakapolitenda liko na hukumu, utakapolitenda itakuwa na hukumu. Kuna madhambi mengine utakapoyatenda basi iko na tauba, labda tauba yake itabaki wewe na Mwenyezi Mungu tu. Lakini kuna yale tauba zake pia ni tauba ambazo zilizokuwa ni nzito, ambazo zilikuwa na masharti. Kwa hivyo dhambi uliyotenda itakuwa ni dhambi ya aina gani ambayo imeleta hukumu gani? Kama ni wizi, mfano labda umeiba, kwamba uibe ili alafu uje utubie, utasema kwamba ukishaiba tayari, wakati unapotaka kutubia, chukua kitu kile ulichokiiba kirudishe kwa mwenyewe. Naam. Kwa sababu haitokuja tauba ama haitokuja tauba ambayo hali ya kuwa kitu cha mwenyewe umebaki nacho na ukaja na tauba. Kwa hivyo kuna hukumu, kuna madhambi mengine yanakuja na hukumu. Lakini ni kama usengenyefu ambao umesengenya, ni lazima ukatake tauba.
mambo kadhalika kama hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie insha Allah. Wallahu a'lam. Naam, shukran. Muulizaji amesema ameridhika. Ameandika kama ameridhika. Naam. Barakallahu fik Sheikh, tunashukuru kwa kweli kujitolea muda wako kutufikishia haya ambayo umetufikishia leo kunako ubaya wa riya au kujionyesha kwenye mambo ya ibada. Shukran ndugu zetu wasikilizaji ambao tulikuwa nao kwenye line. Basi ningependa kumwomba shekhe tusomee dua ya kuhitimisha kikao insha Allah. Alhamdulillah وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan. Tunawashukuruni nyinyi wote ambao tuko pamoja hewani, na pia kwa wale ambao watakaofuata mawaidha haya kwenye YouTube baadaye. Ala kujazeni kila la khairi kwa kila mtendacho insha Allah. Basi ningependa kutangazieni kwamba kabla ya kumaliza kwamba kesho asubuhi, darasa la kesho asubuhi tutalianza insha Allah saa 3 kamili asubuhi, maana yake saa 1 kabla ya saa 4 saa zetu za kawaida. Na muhadhiri wa kesho biidhnillah tutakuwa na Dr. Sule ambaye ni muhadhiri wa mataifa ambaye anajulikana na wengi. Kwa hiyo inshallah msikose kufika na kumsikiliza Dr. Sule kwa yale ambayo atatufikishia kesho inshallah. Barakallahu fikum. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siku mwema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.